miongoni mwa vitu vibaya ambavyo tunapaswa kuweza kuviepuka kwa namna moja au nyingine, haswa kwetu sisi ambao tunachukua muda kuweza kuwafundisha watu neno la Mungu, ni kuwaaminisha watu ya kwamba fundisho fulani ni la Biblia na sio la Biblia, isipokuwa tumetumia historia ama nadharia za watu fulani kuweza kufundisha hilo fundisho, au kulikataa fundisho fulani kwa sababu ya historia ama ya fulani alisema kitu fulani. Sasa katika video iliyopita tuliweza kuangalia na kuona ya kwamba fundisho la utatu halikuanzishwa katika mwaka wa 325 katika mji wa Uturuki, Turkey, katika mji wa Uturuki kule Nicaea, kwa sababu tuliona yapo madai ya kwamba wanasema mwaka wa 325 lilipokaliwa baraza la Nicaea likiwa chini ya dola ya Rumi na mfalme Konstantino, ndio ambao waliweza kuanzisha ile fundisho la imani ya kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Tukaona kwamba kilichoanzishwa katika mwaka huu wa 325 ni msamiati mpya ambao ulifahamika kwa jina la homoousios, ambao huu msamiati tafsiri yake ni kwamba Yesu Kristo ni sawa sawa na Mungu Baba, God Father, 100%. Ndicho kitu ambacho kilichoweza kuanzishwa katika wakati ule. Kwa hiyo kilichoanzishwa ilikuwa ni msamiati wa homoousios. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na kikao ambacho kilikuwa kinajadili uungu wa Yesu baada ya mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Arius, ambaye yeye alikuwa akifundisha ya kwamba Yesu Kristo, Jesus, yeye ni kiumbe tu aliyeumbwa na hayuko sawa na Mungu Baba 100%, huku akitumia andiko la Proverb ama Methali sura ya 8 na mstari wa 22. Ndio msimamo wake ulikuwa unatokea hapa ya kwamba Yesu Kristo aliumbwa na Mungu Baba alianza kuwepo, kisha Yesu Kristo alifuatia baadaye. Wakati huo msamiati huu wa neno utatu, Trinity, hili neno la Kilatini hili Trinity, hili ndilo ambalo ama utatu sasa, hili lilianzishwa katika mwaka wa 200. Lilianzishwa na bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Trinitarianus. Unaweza ukapitia katika sehemu ya pili, nimeweza kumuelezea vizuri. Na huyu Trinitarianus yeye alikuwa ni mwanasheria anguli kwa wakati huo, alikuwa msomi sana. Aliweza kusoma maandiko matakatifu na kugundua ya kwamba, ama alikuja na wazo la kusema ya kwamba Mungu katika maandiko matakatifu ni mmoja katika nafsi tatu. Kwa nini? Kwa sababu yeye tayari alikutana na mafundisho ya bwana mmoja aliyefahamika aliyeishi katika miaka 85 mpaka miaka ya 100 na kitu hapo nyuma, ambaye yeye huyu alifahamika kwa jina la Marcion of Sinop. Yeye Marcion of Sinop alikuwa na mafundisho katika hichi kipindi, alikuwa na fundisho ya kwamba Biblia, yani Mungu wa Agano Jipya na Mungu wa Agano la Kale hawako sawa. Mungu wa Agano la Kale ni mzuri kulinganisha na Mungu wa Agano Jipya, yani Yesu Kristo ni bora kuliko Mungu anayejifunua katika Agano la Kale. Sasa baadaye akaweka utofauti wa kuonyesha Yesu, Jesus ni tofauti na Mungu Baba, God Father, hawako sawa kabisa. Kwa hiyo alitengeneza msingi wa kuwatenganisha hawa na kuonyesha hawako sawa kabisa, naye alikuwa anarejea katika huu msingi aliokuwa akiutumia huyu bwana Arius. Katika miaka kadhaa mbele kupita sasa, na katika miaka 200 na kitu, ndipo ambapo alikuja kuibuka mtu mwingine ambaye alifahamika kwa jina la Arius. Yeye Arius alikuwa ni mchungaji by the way, akitokea katika chuo kikuu cha Alexandria kule Misri. Alikuwa yuko vizuri sana by the way katika ule wakati. Ndio maana alikuwa anafundisha katika chuo hiko cha Alexandria, kwa sababu hivyo ni vyuo vikubwa kwa wakati ule. Ukisikia mwalimu anatokea katika hicho chuo, ujuage basi kweli ameaminika. Sasa yeye huyu Arius baada ya kusoma vitabu akarejea katika historia ya bwana Marcion wa Sinop. Akaona kama mbona kana kwamba alikuwa yuko vizuri sana. Akaanza kupinga kile ambacho alikisema au alikuwa amekianzisha kwa sehemu bwana Trinitarianus, ambaye yeye huyu Trinitarianus alipoona Marcion wa Sinop amesema kitu fulani hakikuwa sawa, akaja kuthibitishia ulimwengu ya kwamba jamani, Biblia inatuonyesha kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Ndipo ambapo akaanzisha hilo jina la Trinity. Sasa baada ya miaka kwenda, ndipo alikuja kuibuka sasa Arius, ambaye alikuwa akiunga mkono mafundisho ya Marcion wa Sinop ya kwamba Mungu ni mmoja na Yesu Kristo hawako sawa, wanatofautiana. Kwa hiyo hii ndio iliyopelekea sasa dola ya Rumi kwa wakati ule, baada ya kuona mbona kana kwamba kuna mafundisho yanachanganya watu huku mitaani, ndipo ambapo wakaamua kukaa
kikao mwaka huu wa 325 sasa katika ule mji wa Nicaea. Ukisikia bwana baraza la Nicaea, hiyo ndo nakupa historia yake kwa ufupi. Sasa nini ambacho ulikalika? Kwa hiyo akakaa hapa, mada ilikuwa ni kujadili uhusiano uliopo kati ya Mungu Baba na Yesu Kristo. Hawakuhusisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wao walikuwa mada yao kubwa ndio hiyo. Baada ya kukaa hicho kikao, wakimweka katikati sasa Arius kwa mabishano ya hoja zenye mantiki. Baadaye wakaja wakamshinda huyu Arius, wakamshinda kwa hoja za maandiko matakatifu na kuonyesha kwamba hili wazo analotumia hapa, hili andiko hajalielewa. Sasa tutakapofika kuja kujadili hii Mithali sura ya 8 tutaangalia tusiishie tu kwenye maneno matupu, tutaangalia kuwa je, hii Mithali kwa ujumla sura ya 8 inahusu nini. Kwa hiyo katika hili baraza wakakaa wakajadili, wakaona ya kwamba hoja za bwana Arius zimezidiwa nguvu na kuwa amefasiri vibaya maandiko matakatifu. Kwa hiyo fundisho la kusema kwamba Yesu Kristo hayuko sawa na Mungu Baba, Godfather 100% sio sawa, isipokuwa wako sawa. Na ndio maana baadaye sasa katika kile kikao sasa kulikuwepo na mwanasheria mwingine kwa wakati ule, alifahamika kwa jina la Atanas. Atanas yeye ndo akaja sasa na usamiati huu mwingine sasa uliokuja kwa ambao ulikuwa unaonyesha kuwa Mungu Baba na Yesu Kristo wako sawa 100%, homoousios. Hata kuna maneno mengine kama persona, hao ndo ambao walioleta, yani misamiati ili migeni kwa ajili ya kurahisisha kufundisha neno la Mungu na watu waweze kulielewa. Na kwa asili tukahitimisha katika sehemu ya pili tukasema ya kwamba neno Trinity alipo katika maandiko matakatifu, lakini hii haitufanyi sisi tusiweze kulitumia hilo neno, kwa sababu hata neno Biblia halipo katika maandiko matakatifu, isipokuwa tunaangalia kwamba je, hichi kitu akiasili kile ambacho Mungu ametaka tuweze kukifahamu, ikiwa basi ni sahihi kwetu, akiathiri kwa namna moja au nyingine, basi ni vizuri kuweza kukitumia. Na ndio maana tunatumia neno Biblia ambalo liko ndani ya maandiko matakatifu. Tutakaposonga mbele huku, tutakapokuja kuangalia kwenye somo hili la namna kufasiri maandiko na vitu vingine, tukifika masuala ya unabii huko ya wakati wa Yesu, ya kuja kwa Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mtaona sasa changamoto ambazo zimeletwa kwa kushindwa kuelewa sasa hii misamiati, au pia hata namna ya kufasiri maandiko kwa kuangalia vitu kama lugha na vitu vingine. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mgeni katika channel ya Mount Moriah TZ, basi unaweza kusubscribe ili tuendelee kujikusanya pamoja kama familia, tukiendelea kujifunza maneno ya Mungu. Kumbuka channel yetu hii lengo lake kubwa ni kufundisha Biblia ama neno la Mungu, lakini tutatumia historia, tutatumia roho ya unabii, tutatumia vitabu vingine, tutatumia Qur'an na vitu vingine, ili tu tuone nini ambacho Mungu anahitaji tuweze kujifunza. Kwa hiyo karibu sana mahali hapa. Zaidi zingatia kuwa Biblia ndiyo itakuwa ikihitimisha yale mawazo ama kile kitu ambacho tunajifunza, lakini zaidi tuweke mitazamo yetu labda ya kidini na vitu vingine pembeni, tujifunze maandiko matakatifu. Sasa leo tuko katika sehemu ya 3. Hiyo ilikuwa ni summary ya sehemu ya 2. Sehemu ya 3 tunaangalia msingi wa uungu katika maandiko matakatifu. Lakini kabla tujaanza kuangalia msingi wa uungu katika maandiko matakatifu, ni kukwambia kwamba kuna vichocheo vya chuki dhidi ya fundisho la utatu. Sasa hivyo cha kwanza nimekwisha kuanza nacho katika video iliyopita kama summary fupi uliweza kupatia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho ni kichocheo kikubwa cha chuki dhidi ya utatu ni historia. Historia kuna wakati inatumika sana kuweza kufanya watu waweze kuichukia fundisho hilo na sio maandiko matakatifu. Na mimi nataka tuangalie kwenye maandiko matakatifu, je, ni kweli hicho kitu kipo? Lakini kichocheo cha pili ambacho kinapelekea chuki dhidi ya fundisho hilo la utatu ni Biblia yenyewe. Hapa ndipo ambapo sasa inabidi tuweze kutulia, tuweze kuvua viatu vyetu na tuweze kumuuliza Mungu nini ambacho anataka tuweze kukifahamu kuhusiana na uungu wake. Na ili fundisho la utatu, je, ni kweli la maandiko matakatifu ama lilipandikizwa tu na mapandikizi ya shetani ili kuweza kupoteza watu wa Mungu? Sasa leo tena basi nianze na wewe kwa kifupi tuweze kupata historia nyingine fupi ili tuweze kuongezea some tips katika mwendelezo wetu tunaojifunza kuhusiana na habari ya utatu, kwa sababu historia ya 325 mwaka 325 ya Nicaea peke yake haiko peke yake, zipo na nyingine ambazo zinapelekea fundisho la utatu kuweza kukataliwa. Sasa leo na kuongezea historia nyingine ambayo hii nayo pia huwa inatumika kupinga fundisho la utatu. Ninakuomba uweze kusikiliza vizuri hapa, kwa sababu kupitia hichi kitu hata kuna baadhi ya mafundisho mengine mpaka hivi leo yanaendelea kupotoshwa kutokana na hii historia ambayo nakwenda kukupatia.
Kwa nini napenda kuanza na some tips za historia mbalimbali? Kwa sababu nimeona madhara yake, na mimi kuna muda niliathirika kupitia hivyo, niliamini. Yani wakati ninazidi kusoma nakuta hichi niliaminishwa hivi. Mbona angepima hivi akipo hivi? Mbona angepima hiki mbona akipo hivi? Mbona hiki akipo hivi? Kwa hiyo kuna wakati fulani unaweza kusoma kitabu, ukapata kitu fulani, usichunguze kwa maandiko matakatifu kutokana kwamba ulimwamini sana yule ambaye aliandika kile kitabu, ukaona ni sahihi, ukaondoka nacho, ukaenda kufundisha watu. Mwisho wa siku ukawaambia watu uongo na ukaamini kuwa ni ukweli, na ukaanza kuchukia baadhi ya vitu, kumbe sio sawa. Lakini hata hivyo, kama Mkristo haupaswi kuwa na chuki tu, yani unachukia tu kitu yani hatupaswi kwa hivyo, hata tukitofautiana kimisimamo, upaswi kumchukia mtu ambaye unatofautiana naye kimisimamo. Wewe muombe, endelea kuishi naye kawaida. Mungu kwa neema yake wakati ukifika wataokolewa, kama vile Yesu alivyofundisha watu. Wakina Petro muda ulipofika, walivyohubiri tu kidogo, watu 3000 walihubiriwa, walibatizwa kwa mara moja. Kwa hiyo ondoa chuki kama una mpango wa kwenda mbinguni. Historia ya leo tunamzungumzia bwana mmoja anaitwa Alexander Hislop. Sasa Alexander Hislop ni nani? Tunaanza na Alexander Hislop, alafu tunarudi kwenye maandiko matakatifu tuangalie tena msingi wa uungu katika maandiko matakatifu ni unasemaje, Biblia inatuambia nini. Bwana Alexander Hislop, yeye huyu bwana katika mwaka wa 1853 alitoa kitabu chake kwa mara ya kwanza kinachofahamika kwa jina la The Two Babylon. Hichi kitabu bwana kiliuza sana katika nchi ya Scotland kipindi kile, ambapo yeye mwenyewe bwana Alexander Hislop alikuwa ni mchungaji katika nchi ile ya Scotland. Alikuwa ni Mscottish kwa asili. Alikuwa akifundisha kule katika kanisa moja lilikuwa lenye asili ya Presbyterian. Alikuwa kule akifundisha watu wa Mungu kule kwa wakati huo. Sasa aliandika hichi kitabu ambacho kiliuzwa sana. Sasa hichi kitabu ndani yake kilikuwa kina mafundisho ambayo yanapinga au walikuwa na mafundisho ambayo yanalenga Roma, sawa? Roman Catholic hao, kama vile wao ndio waanzilishi wa mafundisho mengi potofu duniani. Sasa akataja baadhi ya mafundisho mbalimbali katika hicho kitabu, ikiwemo habari ya Rozari, ya sala za Rozari, mingine Christmas, Pasaka. Akasema hiyo neno Pasaka, mfano Easter ili neno limetokana kwa Mungu Ishtar, umeona, lakini na vitu vingine vingi. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wamevigusa ambavyo vinahusiana na sisi hapa leo ni kuhusiana na fundisho la Trinity, ndio ambayo nataka nizungumzie sasa. Trinity, akasema hii Trinity imetoka kwa Warumi, sio fundisho la Biblia. Sawa, vipo vitu ambavyo tutajifunza huko mbele, nisikupeleke mbele sana. Kuna somo liko ambalo nilikwisha kuliandaa toka mwaka juzi, nadhani nilikwisha kwanza kuliandaa kuhusiana na hichi ambacho alikuwa anakigusia. Kuna ukweli lakini kuna uongo ambao alichanganya, ambao umetuathiri kwa namna moja au nyingine. Sasa ninaanza kutoa hizo some tips ambazo hatupaswi kwenda nazo kulingana na hichi kitabu. Ni kizuri lakini kina kasoro. Sasa akasema ya kwamba hii Trinity imetoka kwa Wakatoliki, haipo katika maandiko matakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Wakatoliki wao wanaamini wana utatu wao. Wanaposema baba, yaani wao wana baba, wana mama, yaani wana Mungu Baba, wana Mungu Mama, alafu wana Mungu Mwana. Sasa wakasema kwao Wakatoliki Mungu Baba ni Mungu Nimrod, ambaye huyu anapatikana katika historia yake, inapatikana katika Genesis chapter 10. Wanaita Mwanzo sura ya 10 pale na 11, utakuta habari ya mji wa Babeli. Yeye ndiye ambaye alianzisha kwa namna moja au nyingine, utakutana kisa chake. Sasa hilo somo utakapolifikia, ndio maana nikwambia subscribe, nitaweza kuelezea tena kwa kina kidogo hapa, tupate vitu ambavyo vitatusaidia kukua kiroho, na tukienda kuwafundisha watu tujue tunawafundisha nini. Sio unaenda unafundisha tu limradi watu wa Mungu, mwisho wa siku ukauliza maswali ukashindwa kuweza kuyajibu, kaonekana tena ni muongo. Sasa sikiliza kwa makini. Sasa wao Mungu Baba ni Nimrod, alafu akasema ya kwamba Mungu Mama kwao ni Mungu Semiramis, alafu huyu Mungu Mwana kwao ni Mungu Tamuzi. Sawa. Sasa akasema kwa hiyo Waroma
wakati ule ambapo wanafanya transformation, wanatoka katika Roma ya kipagani wanaingia katika kuwa Roma ya kidini, kwa sababu Roma ya kidini rasmi ilianza kufuatia katika historia, ni kanisa la Kiroma la Roma, ndio maana nasema ni kanisa la kwanza, lilianza katika mwaka wa 321, japokuwa elements zilianza kuanzia nyuma, ila Roma ya kidini ilianza kuanzia nyuma huko. Hata wakati wa Yesu ilikuwa ni utawala, Roma ya kipagani ilikuwepo tayari tangu utawala wa Yesu, walikuwa na watawala wa Yahudi nini na mataifa mengine, ila wao walikuwa ni mapagani. Sasa Roma ya kidini ilikuja kupata nguvu na kanisa likaanza rasmi katika mwaka wa 321, ingawa kuna historia nyingine hapo sitaki kushughulika nazo kwa sasa hivi. Sasa akasema hawa Roma, kwa sababu kwa kipindi wanafanya transformation, wanatoka kwenye Roma ya kipagani wanaingia katika Roma wanakuja kuwa Roma ya kidini. Sasa mpaka upapa unakuja kuanzishwa, hawa walikuwa wameingia na ibada zao za upagani, waliingiza ndani ya kanisa. Kwa hiyo wakaona kwamba ili ibada zao zisiweze kusaurika, wakaingiza baadhi ya vitu ndani ya kanisa viendelee kuabudiwa, vitu vya kipagani viendelee kuabudiwa kwa vazi la kidini. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa anachokisema, lakini sio kwa kila kitu. Na kitu ambacho unapaswa kuweza kukizingatia, kwa sababu kuna watu wanachukia kanisa Katoliki kwa sababu ya hiyo historia fupi ninayokupatia. Ni kweli wa Roma wamefanya mambo mengi mabaya, na hata Biblia inasema kuwa mama wa makahaba ni Roman Catholic. Ni kweli kabisa, lakini tutakapoingia kwenye mtego wa shetani wa kusema kila kitu cha Roma ni kibaya, sisi wenyewe kuna maswali tukiulizwa tutashindwa kujibu. Kwa mfano, Waroma wa Katoliki hata maandiko yanawataja kuwa ni wanyenyekevu. Ni wanyenyekevu. Je, unyenyekevu ni jambo baya? Ni jambo zuri kwa Mkristo. Vipi wewe ambaye utasema mimi sitaki kuwa mnyenyekevu kwa sababu ya Waroma hao ambao wana upagani ndani yake na mafundisho ya kipagani ndani yake, ukaacha kwa sababu ya hiyo sababu? Sasa vipi, nikuulize tu swali kabla tujaangalia maandiko matakatifu kwa fundisho la utatu lilipo asili yake ni hivi. Vipi wewe ambaye unachukia fundisho la utatu kwa sababu ya Roma, kwa sababu tu Roma wanalitumia? Vipi likiwa lipo katika maandiko matakatifu, alafu wewe unalikataa kwa sababu ya Roma wanalitumia? Utakuwa uko sawa? Tayari unakuwa umeingia kwenye mtego wa shetani. Sasa ndio maana leo tuko hapa ili tuangalie maandiko yanasema nini na tuangalie historia pia inasema kitu gani. Kwa hiyo Waroma kuna vitu waliviingiza ndani ya kanisa. Wao hiyo kanuni ambao wamekuwa wakitumia kuingiza vitu ndani ya kanisa, kusema kwamba kitu fulani, kwa mfano wanasema, wanaposema kwenye zile picha za Christmas, picha na kuwekea hapo, utaona wanasema yule mwanaume anasimama pembeni, huyo mwanaume unayemwona kwenye picha hapo, wanasema huyo ni Yusufu, alafu yule mwanamama pale ni Maria, alafu huyu mtoto ambaye ameshika pale ni Mungu tamuzi, ni Yesu Kristo. Sio sawa. Katika historia inaonyesha kwamba ni kweli, katika historia inaonyesha kwamba wao walikuwa wanaabudu Mungu Nimrod, alafu Mungu mama kwao ni Semiramis, alafu Mungu mwana ni Tamuzi. Kwa hiyo katika hiyo picha unayoiona, wao nyuma ya pazia wanasema waliingiza hiyo picha au waingiza hilo sanamu katika ule wakati walivyoingia ndani ya kanisa, wakisema kwamba huyo mwanaume unayemwona pembeni ambaye anasemekana kuwa ni Yusufu, wao wanamaanisha ni Nimrod. Ila kwa nje wanasema kwamba huyu ni Yusufu. Alafu huyo mwanamke unayemwona hapo ni mama, ni Mungu mama kwao, lakini wewe wanakwambia kwamba huyo ni Maria. Ni Maria mama wa Yesu. Alafu anaonekana mtoto kama yuko labda kwenye holi la ng'ombe, na mama yake anamwangalia kana kwamba ni kielezo cha Yesu amezaliwa. Huyo mtoto unasema ni Yesu Kristo, lakini wao ni Tamuzi. Sasa hiyo kanuni ambayo wamekuwa wakiitumia kwa muda mrefu, kwa lugha ya kitaaluma kidogo hapa, wao wanatumia, wanafanya kitu kimoja syncretism. Sasa huu syncretism ni kusema kwamba hii ni peni, lakini kumbe nikifanya hivi inakuwa risasi. Yaani nakudanganya kwamba hii ni kalamu, mtu anaingia nayo labda sehemu fulani kama ni kalamu, unashangaa ghafla inabadilika inakuwa risasi. Hiyo ni kanuni wanaitumia Wakatoliki kwa muda mrefu. Sasa huyu alipoingia wakati anaandika hichi kitabu chake cha The Two Babylons, huyu bwana Alexander Hizo akahusisha vitu vingi, aliweka vitu vingi mpaka fundisho hilo la Trinity, akasema kuwa wanaposema Mungu Baba, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu, wanamaanisha kuwa Mungu Baba ambaye ni Nimrod, Mungu Mwana Tamuzi, na wanasema Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu Mama Semiramis, na akidai kwamba Nimrod, Semiramis na Tamuzi hawa wote ilikuwa ni familia moja ambao waliishi katika kipindi kimoja, ambapo huyu alikuwa ni mfalme wa Babeli, huyu alikuwa ni mke wake, na Tamuzi alikuwa
ni mtoto wao ambao walimzaa. Hii historia hata mimi kuna kipindi nilifundishwa, niliipokea kwa yule ambaye anakielezea kana kwamba ni ya kweli, na nikawa nafundisha watu, lakini baadaye kushtuka sio sahihi. Ndio maana nimekuwa na uchungu sana kuambia watu tuhakikishe historia tunazotumia kwa watu kuwa ni kweli. Lakini zaidi tuhakikishe kwenye maandiko matakatifu kipo, kama hakipo bora tuache. Hata ikiwa roho unabii haijasema tuache, tuhakikishe huko kote kwa wale ambao tunaamini hivi vitabu ili tuwe salama baadaye. La sivyo tutaanza baadaye kutokuwa ungwana, tutaanza kukimbia kuficha yale makosa tuweza kuyafanya. Sasa yeye akasema kuwa fundisho la utatu ni Mungu Nimrod, Mungu Semiramis, Mungu Tamuzi. Sasa sikiliza nikwambie, wanahistoria wanakataa. Yaani wanahistoria, achana watu wa dini, wanakataa. Wanakataa kwa namna gani? Huyu Nimrod aliishi kwa sababu gharika ilitokea mwaka 1656 BC. Kule nyuma, yani katika ile tunaita kwa lugha nyingine sasa antediluvian. Hii nitakuja kuelezea tutakapoingia kwenye habari ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, ndio tutaanza kwenye mahesabu. Yaani huko ndio utakutana na calculation ambazo utazifurahia. Utaona Mungu alivyokuwa ajabu. Sasa hii ipo katika sura ya 5 ya kitabu cha Mwanzo, sura ya 5 na 6 na 7 kwenye habari ya gharika. Ukipiga mahesabu pale unajua kuona gharika ilitokea katika mwaka 1656 ambapo mtu mmoja anaitwa Metusela ndo alikufa katika huo mwaka, ambao jina lake lilikuwa litoa unabii ya kuwa atakapokufa basi, yani katika huo mwaka atakapokufa basi gharika litatokea. Sasa katika huo mwaka ulipopita mwaka 1656, baadaye gharika ilivyoisha, kizazi kinachofuata mbele, Nuhu na watoto wake pale, ndipo baadaye baada ya muda kidogo akazaliwa Nimrod. Sasa kikapita kipindi kingine kirefu, ndipo anakuja kuonekana Semiramis katika kile kipindi cha kina Asiria, kwa Kiswahili kidogo nasahau, nadhani wa Ashuru. Wao katika utawala ule ndio ambapo historia inaonyesha kwamba huyu Semiramis ambaye anafahamika kuna muda kama Easter, anaonyesha kama Easter katika mambo ya historia, ndio alikuja kuishi katika hicho kipindi. Kwa hiyo tukija kuhusianisha hicho kipindi alichoishi huyu bwana Nimrod katika hiyo miaka ambayo nimekwambia, sawa, baada ya gharika, na huyu mwanamke alikuja kuishi miaka mingine mbele, zaidi ya miaka 500 mbele kabisa. Sasa ukisema huyu na huyu alikuwa mume na mke, tayari umetudanganya. Yaani unachukua leo unaanza kuambia huu ni uongo. Sasa ni kitu ambacho hiki mimi nakikataa na nitaendelea kukikataa. Kwa hiyo sasa akasema kitu kingine, walizaa mtoto anaitwa Tamuzi. Tamuzi huyu ukiangalia tu baba na mama wametofautiana miaka zaidi ya 500 kuishi. Huyu aliishi kwa kafa kapita, afu anakuja mwingine anatawala, afu anakuja kuwahusianisha. Ni kweli huyu baadaye alikuja kuonekana kuabudiwa na yeye masanamu sasa yakaongezwa yakaunganishwa, kwa sababu dola ya Rumi ilichokuwa inakifanya inavyotawala imefika sehemu fulani. Kwa mfano nimefika Tanzania mkoa fulani Morogoro, wao wanaabudu ng'ombe. Nikaenda Tanga nikakuta wanaabudu samaki. Nikaenda labda Singida nikakuta wanaabudu makonokono labda. Kwa pamoja sasa, nyie endeleeni na imani yenu, lakini sisi ndio tutakao watawala. Baadaye wanawachukua kwa pamoja wanawaleta kanisani na imani. Sasa sisi hivyo tutabadilisha kwa mtindo fulani kidogo ili tusitofautiane sana. Ndicho walikuwa wanakifanya Warumi, wakiwa na madai ya kwamba hata Paulo alifanya hicho kitu, na ushahidi upo katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 19 mpaka wa 22 kama sio 20. Paulo ambapo anasema, nalipokuwa kwa Yunani nilikawa kama Myunani, nilipokuwa kwa Samaria nilikuwa kama Msamaria, ili tunaweza kuwapata watu wa Mungu, sio wote lakini hata wachache. Sasa hichi kitu inaitwa incarnation. Yaani unajichanganya na watu fulani bila kubadilisha asili yako ili kuweza kuendana nao ila kwa lengo fulani. Ndicho alichokifanya Paulo, na sio kibaya, hata Yesu alikifanya. Ndio maana kuna wakati hata mimi kwa imani yangu naweza nikaenda kukutana na watu fulani wasio na Mungu ili tu niwahubirie neno la Mungu. Sasa ukikutana na makahaba kama Yesu alifanya, sasa cheke na kana wakahaba watoza ushuru. Sasa hichi kitu kinaitwa incarnation. Sasa wao wanasema kwamba na sisi tunaitumia hii tukienda kwa watu ambao wanaabudu labda ng'ombe, tunajichanganya nao, tunawaita waje kanisani ili wamjue Yesu. Sasa wao kitendo wanachokifanya ni kinaitwa, nimekwambia, syncretism. Wanakuja wanachukua na kitu cha kwao kile wanakichukua, alafu wanawaambia watu huyu aabudu tena hichi kitu fulani, ameshabadilika, lakini nyuma ya pazia wanaendelea kukifanya. Na ndio maana kuna vitu vingi ndani, yani kuna misa nyingi sana kwa kwenye kanisa hili la Warumi, vitu vingi sana ambavyo kwenye maandiko matakatifu akipo, ikiwemo na misa za Maria za kusema Maria alipaa, yuko mbinguni anaishi, lakini historia inaonyesha kwa Maria alikufa. Hivyo ni vitu ambavyo tutakuja kujadili
huko mbele. Najaribu kuchomekea kidogo unielewe katika hii fundisho tu dogo la utatu tunaenda nalo. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Alexander Hislop kikaleta madai ya kwamba fundisho la utatu lililetwa na Warumi, lakini tumeona historia inaonyesha kwamba Tamuzi aliishi kipindi chake na Tamuzi alikuwa ni mungu wa mavuno. Na ndio maana sherehe ya Mungu Tamuzi unakuta kuna wakati inahusishwa na kipindi cha mvua, inaenda hivyo mpaka Pasaka, inahusishwa mpaka Christmas mpaka Pasaka. Nitakuja kuelezea huko mbeleni. Kwa hiyo akasema, akahitimisha kwamba fundisho hili pia sio la Biblia, ni fundisho la nini? Na Warumi. Wana matengenezo waliokuwepo katika kipindi kile, waliokuwa wakisoma vitabu, wakasoma wakaona kweli, wakaanza kushambulia ili fundisho, wakashambulia sana, walishambulia. Miongoni mwa watu ambao walishambulia sana ili fundisho la Trinity mpaka sasa hivi wapo kanisani ni wa SDA, wa Adventista wa Sabato, Jehovah's Witness, mashahidi wa Yehova na Protestanti wengine. Unaweza kuandika hapo other Protestant na wengine wa Protestant ambao wanapinga mafundisho ya Katoliki. Kwa hiyo na wao kuhusiana na fundisho hili la utatu wa SDA mpaka leo mgawanyika pande mbili. Kuna ambao wanalikubali fundisho la utatu, kuna wengine hata wamejitoa nje ya kanisa kwa kusema fundisho la utatu ni fundisho la Wakatoliki, na ukifuatilia hata mtandao utakutana nao sana. Tena wana nguvu wengine, wana watu wengi nyuma na wanawaamini kutokana na kwamba fulani amesema. Soma historia mwenyewe, ukiona kitu kieleweki, muombe Mungu, soma Biblia, Mungu anajibu. Lakini usiamini kwa sababu fulani amesema. Sasa hawa, kwa mfano nichukue mfano SDA, gawanyika katika kundi mbili, agrees na disagrees. Wanaokubali na wanaokataa. Lakini kuna watu hapo katikati hapa, no not. Yaani wao wenyewe hawajui chochote. Ambapo tunataka tujifunze ili tuweze kujua, na kisha wao uchague upande mwenyewe, utakuwa wapi, upande wa Mungu au upande wanaokubali au upande wanaokataa. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walioathirika kwa wakati ule katika miaka hii 1853 ambacho kitabu kimeandikwa, na toleo la pili tolewa mwaka 1855. Kanisa la Adventista wa Sabato tayari wale mapioneers, yani wa kwanza walikuwepo tayari. Kabla kanisa la Adventista wa Sabato kuitwa Seventh Day Adventist Church, alijasimikwa kuwa rasmi kwa hilo jina. Tayari na wao walikuwa wanasoma hivyo vitabu. Ndio maana sasa kukaa kuna kipindi ndani ya kanisa la Sabato kulikuwa kuna mgogoro kuhusiana na fundisho la utatu. Sasa wengi hawajui historia ilianzia wapi. Ilianzia kwa Alexander Hislop. Walisoma na wengi sasa katika kanisa la Adventista wa Sabato kipindi linaanza hakukuwa na watu wanaojua teolojia vizuri. Kwa wengi walikuwa tuna wasomaji wa vitabu wakiongozwa na Mungu, na wala kujua teolojia sio kila kitu. Ila inasaidia kuna wakati kuweza kuzama ndani kujua vile vitu ambavyo mtu wa kawaida layman hawezi kuvipata. Unaona? Kwa hiyo halikuwa na wanateolojia wa kutosha, lakini pia ni mipango ya Mungu, unaweza kusema, watu kupitia katika kipindi fulani ili pia waweze kuona makosa yao na kuyakimbia yale makosa, kwa makosa ya zamani waweza kuyafanya kwa wakati mwingine. Kwa hiyo kanisa likaingia wakina James White kipindi kile na wengine ambao tunawafahamu sasa kwenye kanisa la Adventista wa Sabato, walikuwa baadaye wameinuka kupinga ili fundisho la utatu. Hata Ellen G. White kuna wakati alikuwa akiandika kana kwamba analikataa hilo fundisho, lakini tutakuja kuona tukifika kwa Ellen G. White namna gani ambavyo alihitimisha mpaka anapokuja kufa mwaka 1915 aliweka msimamo gani kuhusiana na fundisho la utatu. Tutakuja kuangalia hicho kipengele cha Ellen G. White. Sasa hiyo ni historia, na bwana Alexander Hislop ni kichocheo kikubwa katika historia kuhusiana na fundisho la utatu. Sasa hebu tuende katika maandiko matakatifu sasa, tukiachana hivyo vichocheo. Kichocheo cha kwanza ambacho ni historia, ambapo nimetoka kukupa historia nyingine kuhusiana na chuki dhidi ya fundisho la utatu. Sasa tuingie kwenye Biblia. Biblia. Sasa Biblia katika sehemu iliyopita, sehemu ya pili, nilianza kwa sehemu ndogo tu, tuliangalia kitabu cha Deuteronomy ama wanaita kwa Kiswahili Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Tuliweza kuangalia kuwa tuliweza kuangalia maneno yafuatayo. Shema, maneno haya nikikupa kwa Kiswahili kwa haraka, Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 8 inasema, sikiza Israel, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Sasa kwa lugha ya Kiebrania tuliangalia, kwa sababu niliwaambia kwamba ukitaka kuelewa andiko fulani vizuri, ukiona umeshindwa kulielewa au lugha unayotumia na kutatanisha, rudi kwenye lugha mama. Kama Kigiriki, yani Biblia iliandikwa, Agano lile Jipya liliandikwa katika lugha ya Kiunani. Ukiona Agano la Kale, rudi kwenye Kiebrania ama Kialamaiki kwa some chapters katika Agano la Kale. Ukiona hauwezi, na ndio maana hata maandiko matakatifu inasema mwanamke akiwa anasoma maandiko yaelewi vizuri, amuulize mume wake. Mume wake akiona hawezi, aende kwa mzee wa kanisa, baadaye unapanda ngazi hizo.
Kwa hiyo hata na wewe ukiona kuna vitu havielewi, uliza lugha nyingine, hata Kiingereza. Ukiona Kiingereza ukielewi, rudi kwenye lugha mama, kwa sababu shetani pia anatumia huo mtego. Na video inayofuata nadhani kabla ya sehemu ya 4 naweza nikaleta somo la namna ya kufasiri maandiko matakatifu ili tuweze kuelewa na kwa nini wakati mwingine naamua kuingia kwenye hizi lugha. Sasa kwa lugha ya Kiebrania hii Kumbukumbu la Torati Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 inasema Shema Yisraeli Adonai Elohanu Adonai Echad. Ndio, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ni mmoja. Tukasema ya kwamba kwenye video iliyopita hili neno Elohanu katika video iliyopita tuliona na kusema ya kwamba ni neno ambalo linaonyesha Mungu yupo katika nafsi zaidi ya mbili kwa sababu ya viambishi vilivyotumika kuongezea hapo, na hivi viambishi vya wingi ambayo limetumika neno im. Tukasema ya kwamba akitumia neno y akiongeza na im, yani yim, kwa mfano angesema Elohim, maana yake ni Mungu wawili, kwa sababu hili neno likiongezwa tu linaonyesha vitu fulani ni viwili net. Kwa hiyo ndio maana wanatumia neno yim. Ila akisema vitu ni zaidi ya viwili, yani 3, 4 na kuendelea, huwa wanaweka neno hili hapa im. Kwa hiyo ndio maana wanaposema Elohim, kwa sababu neno Mungu tukasema huu ni umoja tu, yani Mungu mmoja. Anaposema Elohim ameongeza hivi viambishi vya wingi I am. Hii maana yake huyu Mungu wingi wake upo katika nafsi zaidi ya mbili, yani ni zaidi ya mbili, sio mbili. Na tukusema kuwa wako wawili au kusema watatu au wanne, tukasema tu hili fungu linaanza kutuonyesha namna kama hiyo. Lakini sasa katika sehemu hii ya 3 tunakwenda kuangalia hatua nyingine mbele kidogo, kuweza kuongezea vitu hapa ili tuweze kuelewa. Lakini zaidi tukasema neno lingine katika fungu hili ni neno Echad, Adonai Echad. Anaposema Adonai Echad, hili ni neno Yawe. Yawe ndio mara nyingine wanaweka Adonai kwa sababu ya neno hili kuonekana takatifu sana. Kwa anaposema Yawe Echad, Echad ni neno linaloonyesha kuwa moja ya umoja. Moja ya umoja. Kwa mfano, unaposoma Mwanzo 2 sura ya 2 mstari wa 24, huyu mtu ataacha wazazi wake, ataambatana na mkewe, hawa wawili sio wawili tena. Yaani hawa wawili watakuwa ni mwili mmoja. Yaani hawa wawili ni mwili mmoja. Kwa hiyo moja kujumlisha moja, yaani mwanaume kujumlisha mwanamke, wakifunga ndoa inakuwa mwanaume kujumlisha mwanamke ni moja ya umoja, ndio ambayo inaitwa Echad. Hata pale ukiangalia kwenye Kiebrania wametumia tena neno Echad. Kwa hiyo hii ni neno ya umoja. Kwa mfano mwili una sehemu nyingi. Kwa hiyo hapo tunatumia neno gani? Echad. Lakini angetaka kusema Adonai, yani huyu Yawe ni mmoja kama moja, ambayo wewe inakuja kwenye akili yako, yani ukisoma kwa Kiswahili moja kama moja, angesema angetumia neno Yachid. Yachid. Hii Kiebrania ndio moja net. Ila anaposema Adonai Echad ni yani anaposema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu. Huyu Mungu wetu yupo katika wingi na wingi wake ni zaidi ya mbili. Lakini huo wingi wake, huyu Bwana wetu bado ni umoja. Yaani Mungu yupo katika wingi lakini huo wingi wake ni moja. Sasa hapa acha tuongeze some tips kidogo leo ili tuweze kuelewa Mungu ambavyo anajifunua katika maandiko matakatifu, alafu historia zieleweke kwa namna nyingine na ambavyo tumekwisha kuambiwa hapo nyuma. Leo tunaanza na kitabu cha Kutoka sura ya 3 na mstari wa 13, kwa sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14, alafu tutaenda wa 15, alafu tutaenda wa 18, alafu tutakuwa tumemaliza kesi ya siku ya leo. Na kisha Mungu akitupa neema, baada ya kuangalia msingi wa uungu katika haya mafungu, basi tupata neema katika video inayofuata tutakuja kuangalia sasa uungu wa Yesu na uungu wa Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, kisha tutaenda kwa roho ya unabii na kuangalia nini ambavyo maandiko yanatuambia. Sasa nitasoma kwa neema ya Bwana. Kutoka sura ya 3 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake ni nani? Na niwaambie nini? 14. Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Sasa hapa ndipo ambapo Musa alikutana na Mungu katika kichaka kiwakacho moto katika nchi ya Midian. Hii
Hii media ninayo tutakuja kuizungumzia tutakapofika kuangalia unabii wa Waislamu kwenye maandiko matakatifu. Tutakuja kuizungumzia kidogo. Kwa hiyo ni kuandae tu kisaikolojia, kuna vitu vingi ambavyo bado tunapaswa kuweza kuwa na muda ili tuweze kujifunza haya maandiko. Sasa Musa baada ya kupewa maagizo ya kuwa anapaswa kwenda kutoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, anamuuliza Mungu, wana wa Israeli wakiniuliza nimetumwa na nani, niwaambie nini? Mungu anamwambia utakapofika kwa wana wa Israeli, wewe uwaambia kuwa mimi niko ambaye niko. Baize zipo kwenye herufi kubwa. Mimi niko ambaye niko amenituma. Kwa hiyo baadaye anarudia tena anasema niko ambaye niko. Kwa lugha nyingine anawaambia nenda kawaambie niko amekutuma. Sasa kwenye lugha ya Kiebrania na kurudisha tena Kiebrania hapa ndio uelewe vizuri namna ambavyo Mungu anajitambulisha kwenye maandiko matakatifu, na ndio msingi wa uungu unapatikana hapa. Alafu narudi kwenye lile fungu tulilojadili kwenye Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4. Sikiliza vizuri. Anaposema mimi niko ambaye niko amenituma, kwa lugha ya Kiebrania Eyehi Asher Eyehi. Kwa hiyo Musa aliambiwa nenda kawaambie Eyehi Asher Eyehi. I am kwa Kiingereza sasa hivi tafsiriwa, wanaandika kwa herufi kubwa I am who I am. Ndio Eyehi Asher Eyehi, niko ambaye niko amenituma. Sasa Musa, Mungu kana kwamba anaona Musa atashindwa kuelezea vizuri, akamwambia nenda kawaambie niko amenituma. Sasa Musa nikizungumza kwa Musa kana kwamba anatafakari vipi niko ambaye niko amenituma. Niko ndo nini niko? Sasa hili neno Eyehi au I am au niko kwa lugha nyingine ama kwa lugha fasaha ni uwepo. Yaani Musa anaambiwa nenda kawaambie wana wa Israeli uwepo amekutuma. Sasa hata wewe unaambiwa nenda kawaambie umetumwa na nani? Uwepo amenituma. Uwepo ndo nini? What is uwepo? Sasa anaona anapata shida hivi kumwelezea. Baadaye Mungu sasa hiyo hapa alianza kwa kujitambulisha na asili yake. Yaani Mungu yeye mimi nipo tangu zamani, sasa na hata milele nipo. Ndio maana Mungu anasema mimi ni Mungu ambaye naujua mwisho tangu mwanzo. Yaani sifa yake kubwa ya Mungu yeye ni omnipresent. Omnipresent. Yaani nipo mahali pote, wakati wote, muda wowote. Ndio hiyo mimi niko. Eyehi. Ndio Mungu alitambulisha. Kwa hiyo tungesema jina la kwanza, Mungu alitumia kitenzi kujiwasilisha kwa mwanadamu aweze kumuelewa. Ungeendaje? Na Musa tunaona alikuwa ni jasiri, alikuwa anauliza maswali, yani mpaka aelewe ndio anaenda kufanya kitu. Mungu baadaye anamrahisishia kwenye fungu la 15. Twende fungu la 15. Mungu anabadilisha za kitenzi, anampa jina lingine ambalo hilo jina linatambulika kama jina la agano. Linatutoa kwenye hii Eyehi ama niko, anapeleka sehemu nyingine. Na tutakapofika kwenye agano jipya utakuja kuona Yesu anatumia tena mimi niko. Yani anawaambia wale wa Mafarisayo na walimu kwamba kabla ya Musa kuwako mimi niko. Alirudi tena hapa. Mimi niko. Walichanganyikiwa, lazima wewe niko. Walichanganyikiwa. Wakaanza kutafuta mawe kutaka kumpiga Yesu. Walikataa. Kama wewe ambavyo unachanganyikiwa kuna wakati kuhusiana na utambulisho wa Mungu, ndivyo ambavyo hata zamani kulikuwepo na watu wa namna hiyo. Some fungu la 3 mstari wa 15 hapa na Mungu atusaidie tuweze kumuelewa. 15 inasema 3:15 Kutoka. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu, Mungu sasa wewe, hata milele, nalo ni kumbukumbu yangu hata vizazi vyote. Kwa hiyo Mungu anatoa jina lingine la agano hapa. Ile jina la agano ni lipi? Sikiliza hili hapa. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana, kwa herufi kubwa. Sasa katika sehemu iliyopita nilikwambia hili neno Bwana ukiona limeandikwa kwa herufi kubwa ujue kabisa kwa Kiebrania ni Yahweh. Yahweh. Hii inaitwa tetragrammaton. Hiyo ni lugha ya kiteolojia ambayo inatusaidia. Ukisikia tetragrammaton ni nini? Ujue ni hizo herufi 4 pekee yake zinazotambulisha jina la Mungu la kiagano. Na ukienda kwa Waisraeli hili neno yani niliwaambia kuwa lilikuwa alitamkwa hivyo, lilikuwa linaheshimiwa sana kuonyesha utofauti wa ukuu wa Mungu na uwezo wake kuliko miungu mingine. Sasa Yahweh baadaye ndio ikaja ikaikawa zile herufi nyingine na kuwa na Yahweh zile irabu zile. Sasa baada ya kusema Yahweh ili kuonyesha utofauti na kuliheshimu jina la Mungu ndio wanatumia neno
Adonai. Ndio nimeelezea hapo Shema Israeli, Adonai Elohanu, Adonai Echad. Unaposikia Adonai ni mbadala wa Yahweh. Sasa hili nao lilifanywa hapa mambo ya lugha ya kachekecho hapa, ndio kazaliwa Adonai. Sasa Mungu anajitambulisha kwa jina lingine Yahweh. Hii neno hii Yahweh kwa herufi kubwa hapo, maana yake nini? Anaposema Yahweh, yani Bwana ni mtawala au Bwana anatawala. Sasa anatoa jina la agano, majestic plural name, jina kwanza la kiutawala ambalo ndani yake linakuwa na wingi. Ndipo anawaambia, nenda akawaambie Bwana ambaye ni mtawala, Mungu wa baba zenu, aliyemtawala Ibrahimu, aliyemtawala Isaka, aliyemtawala Yakobo, ndio amekutuma. Kwa baada ya kuona huko aelewi Yehi ashele Yehi, aelewi Yehi ni nini, anabadilisha. Kwa mzizi wa neno Yahweh umetokea kwenye neno Yehi. Kwa akatoa hichi kitenzi akaja akampa nomino, majestic nomino hiyo, yani jina la kiutawala la kifalme la Mungu ni hili hapa, ndio Yahweh. Wengine wakaja wakasema Yehova. Sawa tu, hiyo yote ni sawa tu. Wengine baada ya Yahweh anaweka Yehova. Sasa hili ndilo neno la Mungu la kiagano. Kwa akamwambia mimi ni Bwana ambaye ni mmoja peke yake. Sasa baadaye anaongeza kitu kingine cha msingi kwenye Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 ambapo tulianza katika sehemu ya pili. Ndipo anakwambia mimi, yani anaposema Adonai Elohanu, Adonai Echad, mimi Bwana ambaye nipo katika wingi wa zaidi ya mbili, lakini pia mimi Bwana ni Echad. Echad ni moja ya umoja. Kwa hiyo sasa anaambia, kwa hiyo katika kutawala kwangu, kwa lugha nyingine, mimi Mungu ambaye ni mtawala, ambaye katika kutawala kwangu nipo katika zaidi ya nafsi, au nipo kwa lugha ya Sakibu, nipo katika zaidi ya wawili. Katika kutawala kwangu ni Mungu ambaye ninatawala, lakini utawala wangu upo katika zaidi ya wawili. Kwa hiyo katika kutawala kwake, licha ya kuwa kuna kiti cha enzi kimoja mbinguni, sawa, tutafika huko kwenye mambo ya unabii, lakini katika kutawala kwangu mimi ni Mungu mmoja ya umoja, nisifananishwe na miungu mingine ya kipagani. Ndio Musa anatoa usia kwa wana wa Israeli akiwasihi kuwa jamani, tunamwabudu Mungu wetu ni mmoja tu, sawa, lakini huyu mmoja msisahau ni Elohanu. Hata mimi unayenisikiliza na kusihi sana ili uweke kichwani Elohanu, ili nikwambia ni we wa Kiingereza au sisi au yetu, afu Elohim nilikwambia ni ni Mungu. Hii hapa OHA ziliwekwa kwa sababu ya mambo ya lugha yanayofanyika. Tuliosoma Kiebrania tunafahamu hapa kuna wakati kuna viambishi vikishagongana tu, kuna herufi inabadilika. Kama A imekutana labda na A imekutana na I, unashangaa inabadilika inakuwa OU. Hayo ni mambo ambayo yanatokea kwenye mambo ya lugha. Kwa hiyo Mungu katika wingi wake ambaye inakuwa ni Elohim anakuwa zaidi ya mbili. Huyu Mungu ni wetu sisi. Sawa, ndio maana kwa Nuhu hapa. Kwa hiyo huyu ni Mungu wetu, Elohanu. Huyu Mungu ambaye yupo katika zaidi ya mbili, huyu ni Mungu wetu sisi wana wa Israeli, ambaye huyu ndiye Bwana anayetawala, Adonai. Adonai jamani. Adonai, natamani uelewe sana. Adonai, Yahweh. Huyu ndiye Bwana anayetawala, ambaye msimfananishe na miungu mingine ya kipagani ambayo iko mingi. Kwa hiyo hapa ndio tunasema, je, Wakristo wanaabudu miungu mitatu? Hapana, Mungu haabudu miungu mitatu. Ni Mungu mmoja katika nafsi zaidi ya mbili, lakini ni Bwana mtawala ambaye yupo, utawala wake una wingi lakini ni umoja. Sasa ukielewa, ukitaka kulazimisha kuelewa kibinadamu, brother, hautamuelewa Mungu. Na hata hivyo niliwaambia, wanadamu tumeshindwa kuelewa kuna nyota ngapi. Wanasayansi wamehangaika sana, hawajui, yani wanahangaika na diameter za ulimwengu, wanashindwa kuzielewa, mwanzo wa ulimwengu uko wapi, mwisho uko wapi. Alafu tunataka tumuelewe Mungu 100%. Aiji, inabidi tumuelewe kulingana na maandiko matakatifu yalivyomwandika. Na ndio maana unaona Isaya katika Isaya 58, sikumbuki fungu la ngapi hapa, lakini nakuandikia hapo kwenye screen yako. Huyu Isaya anasema hivi, kama zilivyo mbingu na nchi zilivyokuwa mbali, ndivyo ambavyo mawazo ya mwanadamu na ya Mungu ni mbali. Yaani hatuwezi kabisa. Lakini Paulo naye anasema vivyo hivyo, anasema akili za Mungu hazichunguziki, njia zake hazitambulikani. Kwa hiyo inabidi tupokee kulingana alivyotupatia. Tusilazimishe kuona Mungu anavyosema, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kasema 1 kujumlisha 1 sawa sawa na 3. Kwa Mungu unakosa. Na ndio maana Mungu anasema mtu awaye yote atakayeshika sheria yote akajikwaa katika moja, amekosa juu ya yote.
Yaani atakaposema amri 10 za Mungu zipo ngapi? 10. Akikosa moja, jibu si kwa Kiswahili, kwa lugha ya kibinadamu si 9. Sasa kwa Mungu anasema 10 ukitoa moja sawa sawa sio 9, ni 0. Sasa wewe lazimisha iwe 9. Alafu ndio utakapoona sasa. Lakini zaidi nikupe wito ndugu yangu, turejee katika kujifunza maandiko matakatifu, tuwafundishe watu neno la Mungu. Historia sio mbaya, tuitumie inapohitajika, lakini teolojia sio mbaya, tuitumie inapohitajika, lakini zaidi tusipotoshe kulingana pengine na misisimko yetu au kwa sababu ya fulani wanaamini kitu ambacho Wakatoliki wanacho. Tusiweke chuki ya dhehebu fulani, isipokuwa tufundishe neno la Mungu na tuichukie dhambi. Kama fulani anafundisha vibaya au kama dhehebu fulani anafundisha uongo fulani, wewe fundisha ukweli. Wakati mwingine usitaje jina la dhehebu au la mtu fulani, fulani sikafundisha. Kuna wakati Ukristo unakataa. Na ndio maana unaona Yesu alipokuwa akifundisha mahubiri yake, alikuwa na muda wa kuspendi kwanza kusema sijui makuhani, sijui system ya makuhani imeharibika. Alikuwa anafundisha neno la Mungu na watu walikuwa wakimfuata. Kwa hiyo utakapoanza kushambulia, labda ukaanza kushambulia, nimekwambia miongoni mwa watu ambao wamegawanyika kuhusiana na fundisho la utatu ni SDA. Ukaanza kusema tokeni SDA kwa sababu fundisho hili na Wakatoliki, ninaona hata mtandaoni huko naona sana hizo post link zinatumwa. Na vita malumbano kwenye magrupu, isaidii. Wewe achana na SDA kama wanapotosha, come with the verses from the Bible. Njoo na mafungu kutoka Biblia takatifu. Fundisha kwa upendo, waombee watu. Sio unachukia watu, unakasirikia watu, unataja fulani, angalia uongo. Brother, Yesu hakufanya hivyo. Maidia hakufanya hivyo. Alifundisha neno la Mungu. Makuhani walipokuwa wakijichanganya kwenye system yake, alikuwa anawaambia ukweli wa neno la Mungu, na alikuwa akiwaambia watu wa Mungu wasiende hekaluni kwa sababu system yako hai. Ila alikuwa anawafundisha ukweli wa neno la Mungu. Na mwisho siku watu wenyewe ndicho ambacho tunapaswa tuweze kukisimamia. Karibu katika video inayofuata tuweze kujifunza. Lakini zaidi na kuomba uweze kusubscribe, lakini pia share. Comment yako hapo ni ya muhimu zaidi kwa kile ambacho umejifunza. Lakini ikiwa unahitaji kujifunza mengine zaidi, pengine namba zinaonekana kwenye screen hapo, tuweze kuungana katika kuulizana maswali. Lakini pia kama unauiwa kusupport kazi ya Mungu, unaweza kunitafuta kwa namba zangu, tukaweza kujadili mambo mawili matatu, changamoto ambazo zipo. Hata unaona baadhi ya video, hata hili somo limechelewa kuja kwa sababu ya changamoto ambazo unakuta zinanikabili, nashindwa kurejea katika vipindi kwa wakati. Mungu akubariki sana. Tuombeane kazi ya Mungu isonge mbele. Tufundishe Biblia na Biblia isimame peke yake. Kitu ambacho kiwa hakipo katika maandiko matakatifu, ikiwa unaona fulani uwezo wake ni mdogo kuyapokea, basi tuweze kuyaacha. Yapo katika historia na vitabu vingine vinaandikwa huko vya Majesuit na wakina nani, tunaweza kuvisoma, lakini tuwe na tahadhari navyo. Hata movies wengine tunaangalia baadhi ya vitu tunavichukua kwenda kufundisha watu, tusiwape watu assurance ya 100%. Kuna wakati tutaidaiwa na tutaweza kulipa hilo deni. Mungu akubariki sana. Naitwa Raymond Sanga. Karibu katika video nyingine. Amen.